Mfanyabiashara Nifa anasema kwamba watu wengi wameoa au kuolewa na watu ambao hayakuwa machaguzi yao, ila kwa sababu kwa muda huo walikuwa wanapatikana au walikuwa tayari kuingia kwenye ndoa, basi ikabidi waolewe au kuoa watu hao. Nifa anasema kwamba endapo Mwenyezi Mungu angetoa siku moja kila mtu achague mtu wake ambaye angetamani kuoa au kuolewa naye, basi wanandoa wa sasa wangekuwa surprise sana kuona jinsi gani ambavyo wana take care watu ambao wanawapenda, kwa sababu wengi wanalalamika wanapitia manyanyaso, hawajaliwi kwenye ndoa zao kwa sababu wameolewa na watu ambao sio machaguzi zao. Yani si watu ambao walikuwa preferred kwamba huyu niolewe na mtu wa aina hii au nioe mtu wa aina hii, ila kwa sababu ndio waliopo imebidi tu waingie kwenye ndoa. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Nifa ameandika ujumbe huu hapa. Kuna wakati huwa najiuliza kama Mungu angechagua siku moja akaamua kila mtu awe na uwezo wa kumchukua yule anayemtaka ndio amuoe au aolewe naye, watu wengi kwenye ndoa wangekufa kwa mshtuko. Maana ni wangeona namna wanaume au wake zao wanavyojua kupenda, kubembeleza, ambavyo wangewakimbilia hao watu wanawapenda na kuwafanyia yote ambayo wao kila siku wanaomba wafanyiwe bila wenzao kuomba. Wengi wameoa au kuolewa na watu kwa sababu hao watu ndio wapo available kwa wakati huo wanaotaka kuoa, au wapo nao kwa sababu wanawataka wao imeshindikana, na wewe ulikuwa ni mtu mzuri tu ukaona unafaa kuwa naye kwenye ndoa. But no hard feelings. Vifua vimebeba mengi sana, vifua vina siri mno. Wengi wamepotezewa ndoto zao kwa sababu wako na watu wasio na purpose yoyote kwao. So bad. So anaishi na watu bila tahadhari. Ukiwepo sawa, usipokuwepo sawa, maana hawana cha kupoteza. Na Nifa pia amekuwa ni mtu ambaye anazungumzia sana masuala ya mahusiano, akihimiza sana watu wengi kujipenda kwanza kabla ya kuingia kwenye mahusiano na mtu. Na ni mtu ambaye of course Nifa anaongea by experience, kwa sababu ni mtu ambaye tayari alishakuwa kwenye ndoa, na ndoa yake kwa mujibu wa taarifa inadaiwa kwamba ndoa yake imevunjika, japokuwa ukweli wa kwamba kuna talaka ilishatoka au la hatufahamu mpaka sasa, lakini hatuoni wakiwa pamoja kama vile ilivyokuwa hapo awali. So amekuwa akiandika vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na mahusiano, na wengine akisema kwamba pengine Nifa kuna vitu alivipitia kwenye mahusiano yake, pengine vimekuwa kama vimeweka kama trauma kwenye maisha yake. Ni mtu ambaye anaonekana kuyaogopa sana mahusiano, na amekuwa akizungumza vitu vingi sana kuhusiana na mahusiano in negative way, akisisitiza watu kujipenda wao wenyewe kuliko kutegemea furaha kutoka kwa watu wengine. Lakini pia Nifa alishawahi kuaddress kwamba yeye kwa upande wake anawaogopa sana wanaume, na akiwaona na kuna namna anajifeel too uncomfortable